Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa na movement nyingi za kistratejia, lakini vile vile pamekuwa na movement nyingi za kimbinu ambazo zimekuwa zikiendelea baina ya nchi ya Marekani na Israel, lakini vile vile ikihusisha nchi ya Iran. Katika upande wa movement za kimbinu au zinasema ni tactical moves, tunaona kwamba mpaka sasa hivi mapigano yamekuwa yakiendelea au mashambulizi yamekuwa yakiendelea, pamoja na kwamba tumeshuhudia kwamba kupungua kwa kiwango fulani kwa mashambulizi ya nchi ya Marekani na nchi ya Israeli katika nchi ya Iran. Lakini katika upande wa nchi ya Iran tunaona kwamba takriban siku moja na nusu tuseme au siku mbili nyuma, tumeona kwamba kumekuwa kuna tabia ya kuongezeka kwa mashambulizi mengi ndani ya nchi ya Israel. Kwa mfano takriban masaa 36 nyuma mpaka masaa 48 tumeshuhudia kwamba kundi la Hezbollah lilifanya mashambulizi ya rockets takriban 200. Wakati huo vile vile nchi ya Iran ilikuwa ikifanya mashambulizi ndani ya nchi ya Israel, kiasi ambacho ikafanya ile kitambo cha mashambulizi kutoka katika pande hizi mbili ilikuwa inakwenda kwa takriban masaa 4 mpaka masaa 5, ambao tunasema ilikuwa ni coordinated attacks. Ilikuwa ni mashambulizi ambayo yanaonekana kwamba ilikuwa imeunganishika kutoka katika pande mbili, pamoja na kwamba Marekani baadaye walikuja wakaeleza kwamba walifanya disruption au walivuruga ule mfumo wa mawasiliano baina ya nchi ya Iran pamoja na kundi la Hezbollah. Lakini tukiangalia katika upande wa nchi ya Marekani na nchi ya Israel, wamekuwa wakiendelea kufanya mashambulizi kwa kiwango fulani, lakini tunashuhudia kwamba mashambulizi yamepungua kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na vile mwanzo jinsi ilivyokuwa. Mazingira namna hii inawezekana yakawa yanachagizwa na mambo mengi. Jambo la kwanza tunaloliona ni kwamba tunahisi kwamba ile Central Command ya Marekani au ile sehemu ya center ya Marekani ya kijeshi ambayo ilikuwa inapatikana pale sehemu kama za Qatar, tunahisi kwamba ilikuwa imeshusha ule uwezo wa nchi ya Iran. Yaani ukilinganisha uwezo wa Iran kwamba ni mkubwa, lakini inaonekana kwamba kwa taarifa walizokuwa nazo kuna uwezekano mkubwa ulikuwa umeshusha ule uwezo wake ukilinganisha na uhalisia jinsi ulivyo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili tunaloliona ni kwamba tunahisi kwamba aina ya upiganaji wa nchi ya Iran inaonekana kwamba ulikuwa haujakamatika vizuri katika nchi ya Israel pamoja na nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba Iran ni watu ambao wanatumia, tunasema ni wanafanya ile asymmetric war, wanafanya vita ambavyo vinajulikana kama asymmetric war. Ni vita ambavyo kwa kawaida mhusika anakuwa anatumia nguvu kidogo au anatumia vifaa ambavyo havina gharama kubwa, lakini anapambana na mtu ambaye ana uwezo mkubwa zaidi. Kwa ina maana uwekezaji wake mkubwa unakuwa ni kwenye kuharibu mifumo ambayo inamfanya yule mwenye nguvu kubwa kuweza kuendelea pigana. Ndio kitu ambacho tumekiona kwamba Iran kwa kiwango kikubwa mpaka hivi sasa amekuwa akionyesha hivyo, kwamba amekuwa akijaribu kuharibu mifumo ambayo inamsupport Marekani aweze kufanya mapambano yake. Lakini kubwa kuliko zote katika lile ambalo tumekuwa tukiliona kwamba huenda ndio chachu kubwa ya kuonekana hata ya mashambulizi kutoka Marekani imekuwa ikipungua, ni utofauti wa fikra ya uwanja wa kupigana. Hapo tunasema ile battle space. Kwa kuzingatia kwamba Marekani na Israeli inaonekana mpaka sasa hivi hesabu yao kubwa ilikuwa ni kwamba uwanja wa kupigania utakuwa ndani ya nchi ya Iran. Lakini Iran inaonekana mpaka sasa hivi anachojaribu kuonyesha ni kwamba uwanja wake wa kupigana yeye huko katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa maana katika nchi kama Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait na mfano wake. Hizo ndio nchi ambazo yeye ndio uwanja wake wa kupigana. Sasa utofauti wa mahesabu haya unazalisha sintofahamu kubwa, kwa kuzingatia kwamba Marekani uwekezaji wake mkubwa sana upo katika mazingira haya. Kwa mfano ukienda katika sehemu kama Dubai,
Iran walishambulia jana takriban katika center ambayo inajulikana kama Dubai International Financial Center, ambayo actually ni eneo ambalo linakuwa kama ni eneo limejitenga actually, ambalo linachukua kama takriban kama hekta 200. Ni eneo kubwa, tunaweza kuchukua labda viwanja vya mpira takriban kama 150 na mfano wake. Ni eneo ambalo lina uwekezaji mkubwa sana. Uwekezaji tu ulioko pale unazidi takriban dola trilioni 3 mpaka dola trilioni 5. Maana yake ni uwekezaji unaweza ukazidi kwa kiwango hicho. Makampuni mbalimbali duniani takriban 40,000 yenye uwezo mkubwa duniani yamefanya uwekezaji wake katika maeneo hayo. Mabenki makubwa ya Kimarekani pamoja na nchi nyingine kama Uingereza na mfano wake yamewekeza katika sehemu hiyo. Na sheria zinazotumika katika eneo la Dubai International Financial Center, maanake ni sheria za tofauti, maanake ni kama eneo ambalo limejitenga kwa ajili tu ya masuala ya kibiashara, biashara zile za dunia. Na hasa uwekezaji huu maanake umekuwa ukisapotiwa zaidi na mazingira ya amani ambayo yanabebwa na uwepo wa jeshi la Marekani katika eneo husika, lakini vile vile uwekezaji mkubwa umefanyika katika eneo husika. Sasa ukiangalia mashambulizi ya nchi ya Iran katika eneo kama hili, maanake yamechagizwa na Marekani tuna Israel kushambulia katika benki ambayo inajulikana kama Sepa Bank katika nchi ya Iran. Ukiangalia thamani ambayo Iran anakwenda kushambulia ndani ya senta hii, maana yake ni thamani kubwa ukilinganisha na kile ambacho kimeshambuliwa ndani ya nchi ya Iran. Kwa hiyo tafsiri yake kiujumla ni kwamba sehemu ya uwanja wa kupigana ambayo Iran wameichagua ni uwanja ambao unaifanya Marekani na Israeli washindwe kupigana vita kwa uhuru wa moja kwa moja, kwa kuzingatia kwamba Marekani mfumo wake wa dola unabebwa zaidi na matumizi ya mafuta duniani, na moja katika senta muhimu ambazo zinahusika katika uuzaji wa mafuta maana yake nazungumzia nchi za Mashariki ya Kati. Na ndio maana hata uwekezaji wa Marekani umekuwa mkubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, kuzingatia kwamba biashara nyingi zinafanyika pale ambazo mwisho wa siku zinatengeneza kile ambacho tunaita petrodollar system, yani mfumo wa petroli kuuzwa kwa kutumia mfumo wa dola. Sasa mazingira ya uwekezaji wa namna hii yanapokuwa yapo katika range au katika uizani wa target ya adui yako kama nchi ya Iran, maana yake hilo linakuwa ni jambo kubwa zaidi na madhara yake yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko vile inavyotarajiwa. Na ndio maana yanapofanyika tu mashambulizi katika sehemu ya Sepa Bank, kilichotokea ni kwamba Iran walitangaza kwamba katika uwekezaji wote wa Marekani katika upande wa benki na Israel katika upande wa benki katika eneo la Mashariki ya Kati, wahusika wahakikishe kwamba wanakaa takriban kilomita 1 kutoka umbali wa pale nani ilipo, pale zile benki zilipo. Kwa hiyo unaweza kuona madhara yake kwamba unashambulia benki moja ndani ya nchi ya Iran, lakini katika ile battle space au katika ule uwanja wa mapambano wa nchi ya Iran inakuwa inaona kwamba ina target zaidi ya 300, 400, 500 ambazo zote ni target muhimu, kitu ambacho mwisho wa siku kinachoonekana kwamba ndio maana Rais Donald Trump kama siku moja siku mbili nyuma akawa anasema kwamba tunachokiona sasa hivi hakuna target ndani ya nchi ya Iran, yani hakuna sehemu za kushambulia ndani ya nchi ya Iran. Kusema kwamba hakuna target ndani ya nchi ya Iran kwa sababu Iran amekuwa akilipiza kisasi kwamba mkishambulia sehemu ya hospitali na yeye anakusudia kushambulia sehemu ya hospitali. Ukishambulia sehemu ya miundombinu labda ya fedha kama mabenki, na yeye anakusudia kwenda kutarget katika sehemu za benki ambazo ni sensitive zaidi, ambazo zina ushawishi zaidi katika dunia, kitu ambacho bila shaka kimekuwa ni jambo zito sana kwa nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kuliona ni kwamba kazi anayofanya Iran au kazi inayofanywa na nchi ya Iran kwa hivi sasa, manake ndio kazi ambayo inatengeneza uhai wa dollarization. Manake lao si Iran kufanya hiki anachokifanya leo hii, manake mpango wa watu kuachana na matumizi ya dola bila shaka ungekuwa ni mpango mgumu sana, lakini kwa mwenendo anaokwenda nao nchi ya Iran inaashiria wazi kwamba huko tunapoelekea mbele, mpango wa watu kuachana na dola bila shaka ni mpango ambao hauwezi kuepukika, na hii imekaa katika muundo ufuatao. Kwa sasa hivi inaonekana kwamba au iko wazi kwamba nchi ya Iran imekuwa ikishikilia eneo la mlango bahari wa Hormuz, na kauli zake zimekuwa ziko mbili. Ukimsikiliza kiongozi wake mkuu Mujtaba Hussein Ali Khamenei anazungumza kwamba eneo la Hormuz liendelee kufungwa,
Lakini ukimsikiliza balozi wa nchi ya Irani katika Umoja wa Mataifa, balozi wa kudumu wa nchi ya Irani katika Umoja wa Mataifa, amekuwa akikariri kwamba sehemu ya mlango bahari ule wa Hormuz uko wazi. Sasa unawezaje kuzikusanya kauli hizi mbili, kwamba kiongozi wa nchi anasema kwamba mlango uendelee kufungwa, lakini balozi wake katika Umoja wa Mataifa anasema kwamba mlango uko wazi? Hii maana yake ni kwamba nchi ya Irani imekuwa ikifanya mchujo, kwa maana kwamba kuna watu ambao wanaruhusiwa kupita. Hii inabeba kauli ya balozi wa Irani katika Umoja wa Mataifa kwamba mlango uko wazi, lakini kuna watu ambao wamekuwa wakiendelea kuzuiwa. Hii inabeba kauli ya kiongozi wa nchi Mujtaba Ali Khamenei kwamba mlango uendelee kufungwa, ile mlango bahari wa Hormuz. Sasa katika wale wanaopita ambao ni wanaonufaika zaidi, maana yake ni nchi ya China, na kupita kwa nchi ya China maana yake hili ni tatizo kubwa sana kwa udhibiti wa dola au kwa nguvu ya dola katika upande wa uuzaji wa mafuta, na hii imekaa katika muundo ufuatao. Nguvu ya dola maana yake inabebwa vile vile na kuendelea kufanyika kwa biashara katika mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu mfumo unaotumika unakuwa ni mfumo wa dola. Lakini kuruhusiwa kwa China peke yake kuingia katika mlango bahari wa Hormuz, Mchina hawezi kukubali kufanya biashara kwa kutumia dola. Anachokifanya ni kufanya biashara kwa kutumia yuan. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ni kwamba matumizi ya dola katika eneo lile la mlango bahari wa Hormuz yanakuwa yanapungua kwa kiwango kikubwa, kwa kuzingatia kwamba China ina access ya kununua mafuta kutoka katika nchi ya Iran yenyewe, kwamba ina uwezo wa kuuza mafuta kwa kutumia Iran ina uwezo wa kuuza mafuta, lakini China wenyewe wakanunua mafuta ya Iran kwa kutumia yuan, pesa yao ya ndani. Lakini vile vile zile meli za nchi ya China zinapoingia katika mlango bahari wa Hormuz, maana yake kuingia katika sehemu ya Ghuba ile ya Uajemi, wanaweza kwenda sehemu yote ukikusudia kununua mafuta. Midhali kwamba sehemu husika ni sehemu ambayo haina mchango moja kwa moja katika nani ya Marekani, katika uchumi wa Marekani. Maanake China wanaweza kwenda Iraki wakaenda kununua mafuta katika sehemu kule Basra, na sehemu zingine zote wanaweza wakaorganize wakaweza kununua mafuta. China wanaweza wakafanya hivi. Lakini meli yote ambayo ina mahusiano na Marekani au ina mahusiano na nchi zote za magharibi, maanake haiwezi kuingia mle ndani. Tafsiri yake ni kwamba maanake China inakuwa endelea kuwa na uhakika wa kufanya biashara kwa kutumia pesa yake badala ya kutumika kwa dola. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, maana yake shughuli zake za kiuchumi zinakuwa zinaendelea katika nchi ya China, kwa kuzingatia kwamba yenyewe inaendelea kupata mafuta katika bei ambayo iko aidha kama itakuwa ni bei ya soko la dunia, lakini kwa bei ambayo inawezekana kwamba pakafanyika makubaliano, kwa sababu ni mnunuzi ambaye anaweza kuwa ni mnunuzi wa pekee au ni mnunuzi ambaye ana ushawishi mkubwa katika sehemu husika. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona ni kwamba kwa kutumia kuingia kwa nchi ya China katika sehemu ya Ghuba ile ya Uajemi au Persian Gulf, tafsiri yake ni kwamba kuna nchi kama ya Iraq. Nchi ya Iraq kwa muda mrefu ilikuwa ikiuza mafuta, lakini pesa zote zilikuwa zinadhibitiwa na akaunti za Federal Reserve kule Marekani. Maanake yote mwenye kutaka kununua mafuta kufanya biashara na nchi ya Iraq lazima pesa aingize kwenye akaunti ya Marekani. Ndio utaratibu jinsi ulivyokuwa. Kisha baada ya hapo Marekani watakachokifanya wao ni kutoa sehemu ya pesa ambayo inasafirishwa na ndege inaletwa katika mji wa Baghdad. Sasa kwa utaratibu huu wa kwamba hakuna meli ya Marekani inayoruhusiwa au ya mshirika wa Marekani inayoruhusiwa kwenda kununua mafuta katika nchi ya Iraq, kama tulivyoona kwamba takriban kama siku moja nyuma nchi ya Iran walifanya mashambulizi katika pwani ya nchi ya Iraq na kuziunguza baadhi ya meli. Tafsiri yake ni kwamba nchi ya Iraq itaweza kuuza mafuta kumuuzia mnunuzi mkubwa ambaye ni nchi ya China au watu ambao wanakubaliana na mrengo wa China, na ununuzi utakaofanyika au biashara itakaofanyika most likely au kwa kiwango kikubwa itafanyika kwa kutumia yuan, sio kwa kutumia dola. Hili maana yake linafanya kwamba eneo lile la Persian Gulf, biashara nyingi kuna uwezekano mkubwa zikafanyika katika mtindo wa yuan na sio katika mtindo wa dola. Hii maana yake ni step muhimu katika step ya dollarization, ya kuacha kufanya matumizi kwa kutumia dola. Hilo ni jambo katika mambo mengi ambayo tunaendelea kuyaona. Pamoja na kwamba tukiangalia kwamba Marekani anaweza akachukua step
kwa mfano ya kwenda kufunga katika mlango bahari wa Malaka au Strait of Malaka ambayo inapatikana kule katika maeneo ya upande wa ile bahari ya kusini. Maana yake ni kwamba katika sehemu kama za Malaysia, jambo ambalo tunaliona kwamba inaweza ikalazimisha China kwenda katika sehemu kama za Indonesia katika mlango bahari kama wa Sunda kujaribu kupita kuelekea katika nchi ya China. Lakini hiki ni jambo ambalo tunalitazama kama Marekani, baada ya kuona kwamba mlango bahari wa Hormuz umefungwa, kuna uwezekano mkubwa na wenyewe wakaenda kufanya kuzuia katika mlango bahari wa Malaka ili kuifanya China na yenyewe iweze uhaso au iweze kupata shida kidogo. Pamoja na kwamba kile kinachokitarajia ni kwamba hilo haliwezi kuifanya China ikashindwa moja kwa moja kupata njia ya kupita, kwa sababu bado kuna milango bahari mingine kama wa Sunda ambao inapatikana katika upande wa kule Indonesia. Sasa kiujumla ni kwamba tukitazama tunaona kwamba kwa hivi sasa vita inahama kutoka katika mfumo wa mapigano yale ya moja kwa moja, lakini sasa hivi maanake ni vita ambayo imekuwa ikitazama vile vile strategia ya uchumi, kwa kuzingatia kwamba Marekani anapohisi kwamba zile au ile nguvu yake ya strategia katika upande wa uchumi inakwenda kuanguka, automatically ni kwamba hiyo vita Marekani hawezi kupigana. Ndio kile ambacho kinachoonekana sasa hivi kwamba kila siku imekuwa inaonekana kwamba nchi ya Iran inafanya mashambulizi Qatar, inafanya mashambulizi Bahrain, inafanya mashambulizi Kuwait. Zile zote ni potential area, ni sehemu muhimu ambazo zinaathiri moja kwa moja uchumi wa nchi ya Marekani na nchi ambazo zinaunga siasa ya Marekani, kiasi ambacho solution nyepesi ni kwamba msishambulie Iran, kwa sababu mkishambulia Iran anachokifanya ni kwenda kushambulia katika sehemu ambazo zimewekezwa mabilioni ya pesa, kiasi ambacho kinachosogea karibu ni kwamba kwanza gharama za insurance zimeongezeka. Ukiangalia kama ile Lloyd London Insurance ambayo ni insurance kubwa sana katika eneo la maeneo kama ya Dubai au maeneo Mashariki ya Kati, maana yake imebidi waongeze zile gharama za insurance kwa kuzingatia kwamba mazingira jinsi yaliyopo, na wawekezaji wengi wanaoenda katika eneo la Mashariki ya Kati hasa wamesukumwa na kwa sababu ya mazingira ya amani na usalama. Kwa hiyo inapotokea kwamba mazingira ya amani na usalama hayapo, ina maana wawekezaji wote inabidi wakimbie. Lakini sasa issue kubwa inakuja kwamba uwekezaji uliofanyika pale ni uwekezaji wa mabilioni ya pesa. Hasara hii anaibeba nani? Na ndio maana unakuta kwamba mwisho wa siku kwamba tunaanza experience kupungua kwa kiwango kikubwa kwa mashambulizi ya nchi ya Marekani pamoja na Israel katika nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba Iran wanachokifanya, ukishambulia katika benki na wenyewe wanatafuta potential target au sehemu muhimu zaidi wanakwenda kushambulia, jambo ambalo bila shaka linakuwa linaifanya Marekani ikose uhuru wa moja kwa moja katika projekti yake ya kupigana. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona katika mwenendo wa jambo hili ni makosa ya mahesabu ya Marekani katika na Israel katika mpango wao wa mwanzo. Mpango wao wa mwanzo ilikuwa ni kufanya tunasema regime changes, yani kuondoa ule utawala uliopo ndani ya nchi ya Iran. Lakini mpango huu ulikuwa unakwenda ukibadilika. Hatua ya pili ikaja kwamba kuharibu nyuklia. Hatua ya tatu ikaja kwamba kuharibu uwezo wa kijeshi wa nchi ya Iran. Hatua ya nne imekuwa inakwenda katika hatua takriban hatua tano. Angalia mazungumzo ya Peter Hegseth, yule waziri wa ulinzi wa nchi ya Marekani, imekuwa yale malengo yanakwenda yakibadilika. Na hii tunasema kwamba ilikuwa ni makosa katika upande wa mahesabu, kwa kuzingatia kwamba Marekani na Israel kitu ambacho walikuwa wanapigania kwenda kukiondoa katika nchi ya Iran ni kitu ambacho hakipo. Kwa sababu nchi ya Iran ni nchi ambayo inatumia mfumo wa decentralization au tunasema mosaic strategy, kwa maana ya kwamba kila jimbo ndani ya nchi ya Iran ni jimbo ambalo linajitegemea katika mambo mengi, kuanzia katika jeshi, ile command and control center na vitu vingi. Maana yake ni majimbo yanajitegemea. Ukienda Tehran ni mji unajitegemea, ukienda Kermanshah ni sehemu inajitegemea, ukienda Azerbaijan province ni sehemu inajitegemea. Na mfumo huu ni mfumo muhimu kwa nchi ambayo au kwa sehemu ambayo watu wanakabiliana na mbinyo. Na hii unaweza ukaona kwamba tazama kundi kama la Hamas. Hamas wamepigana miaka miwili na nchi ya Israel. Ukiangalia eneo la Gaza ni eneo dogo sana, lakini waliwezaje kusustain kwa muda wa miaka miwili wanapigana? Kwa sababu walikuwa wakitumia mfumo huu ya kwamba eneo
linatakiwa lijitegemee kwenye kila kitu, maana yake linazalisha silaha zake lenyewe na kufanya kila kitu bila kuhitaji watu wengine kuja kusaidia. Ndio maana mnaweza mkafanya ile confrontation au ile upinzani mkaufanya wa muda mrefu, na ndicho kilichopo katika nchi ya Iran. Nchi ya Iran imewekeza katika mifumo ya namna hiyo kwamba mji mmoja unaweza ukapigana nao ndani ya nchi ya Iran ikakugharimu hata miaka 5 miaka 6 hujamaliza vita na huo mji mmoja, kwa kuzingatia kwamba ni mji ambao una mifumo yake rasmi ya uzalishaji wa silaha, namna ya kuorganize mambo yao na kila kitu, pamoja na kwamba ile center kubwa inakuwa ni center ya pale Tehran. Sasa tatizo la mfumo huu unaposema kwamba unakwenda kufanya mabadiliko, maana yake unalazimika ufanye mabadiliko kwenye kila mji. Maana yake Tehran uende ukaangushe serikali yake, uangushe mifumo yake. Uende Kermanshah ufanye hivyo. Uende Bushehr ufanye hivyo. Uende Natanz ufanye hivyo. Uende Isfahan ufanye kitu ambacho hakiwezekani. Kwa ina maana Marekani walitarget kufanya kitu na Israel walitarget kufanya kitu ambacho hakipo katika uhalisia. Na ndio maana wamejikuta sasa hivi wamekuwa wako puzzle, tunasema yani wamejikuta kwamba wapo katika sintofahamu kubwa. Kiasi ambacho siku kadhaa nyuma zimepita, Rais Donald Trump ilibidi awasiliane na Rais Vladimir Putin kujaribu kumuomba ikiwezekana solve atatue hii crisis, hili tatizo, au ikiwezekana apeleke ushawishi wake katika nchi ya Iran ili kuhakikisha kwamba ili jambo liweze kuisha. Nchi ya Israel walifanya mawasiliano na nchi ya China katika mwenendo huo huo, kwa kuona kwamba mgogoro unavyozidi kwenda ni mgogoro ambao uko out of their control, hawawezi tena kucontrol. Israel hawezi tena kucontrol wa mgogoro, wala Marekani hawezi tena kucontrol wa mgogoro. Umekuwa ni mgogoro mkubwa ambapo kila sehemu sasa inabidi mpigane. Inakuwa ni vita ambayo haiwezekani, kwamba ndani ya Iraki kuna vita, ukienda Lebanoni kuna vita, ukienda Jordan mashambulizi yanafanyika, ukienda kila sehemu unaozunguka Qatar, Kuwait, Bahrain, kote kuna pigano vita, mashambulizi yanafanyika. You can't manage that kind of war. Hauwezi ukaimanage hiyo aina ya vita. Na ndio jambo ambalo limeikuta Marekani, inajikuta sasa ipo katika sintofahamu kubwa kwamba kipi kinatakiwa kifanyike. Kwa sababu juhudi zote zilizofanyika dhidi ya nchi ya Iran, msimamo wa Iran umebaki ni ule kwamba sisi tunataka tuendelee kupigana vita. Hatuhitaji ceasefire. Sisi tunataka tuendelee kupigana vita. Na kama ni swala la vita kumalizika, yani inatakiwa iwe ni ending of war, yani mwisho wa vita rasmi. Na pawe kuna garanti ya dunia kwamba sasa hivi hakuna tutakuwa tena na vita itakayopigana kuhusiana na nchi ya Iran. Na ndio maana wameendelea kushikilia msimamo huo wa kutaka kwamba sisi tunataka tuendelee kupigana vita, tutaendelea kufanya mashambulizi kwa sababu mipango yetu bado hatujaimaliza. Lakini ukiangalia nchi ya Marekani na nchi ya Israel, mipango ni kama inaelekea mwisho. Kwa hiyo strategically mpaka sasa hivi tukiangalia katika upande wa strategia, kwanza katika upande wa tactics au upande wa mbinu, tunaona kwamba zile mapigano yataendelea. Tutakuwa kuna shambulizi la hapa, shambulizi la pale, tutakuwa tunaendelea kuona mashambulizi ya namna hiyo. Lakini strategically kimkakati ni kwamba Irani ameshashinda mpaka hivi sasa. Yaani inatakiwa sio ifanyike juhudi ya namna gani kuhakikisha kwamba inamtoa katika hiyo range. Kwanza leo hii hata Marekani ikisema kwamba sisi tumesema kwamba ni ceasefire, kwamba hakuna tena kupigana, kama Marekani itashindwa kufanya juhudi ya ule mlango wa bahari wa Hormuz kuondoka katika mikono ya Iran kurudi katika mikono ya jumuiya ya kimataifa, maana yake ni kwamba hakuna ceasefire, yani vita kwamba inaendelea. Hicho ni kile ambacho kinakusudiwa au kinategemewa kujitokeza. Ina maana mpaka sasa hivi ni kwamba hakuna yani solution ya moja kwa moja ambayo Marekani inaweza kaja nayo kuhakikisha kwamba anajitoa katika mgogoro wa namna hii. Na jambo la mwisho ambalo tunaliona ni kwamba dunia inakwenda kugawanyika kwa sababu pamekuwa kuna senta muhimu za kuamua kwamba labda mafuta yauzwe kwa kiwango gani, kwa bei gani katika soko la dunia. Lakini kwa hivi sasa tunaona kwamba kuna watu walikuwa wanapata kwa bei za tofauti na kuna wengine walikuwa wanapata kwa bei ngumu. Ukiangalia nchi kama ya China, tunategemea kwamba itakuwa inapata kwa bei ambazo zina unafuu kwa kiwango fulani, kwa kuzingatia kwamba katika Umoja wa Mataifa, katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kuna nchi kama ya China na nchi kama za Urusi ambazo msimamo wao moja kwa moja katika mgogoro huu ni kwamba wao wanasema hawako neutral. Wao wako upande wa Iran. Urusi imezungumza hivyo kwamba katika mgogoro huu sisi hatuko katika wakati. Sisi msimamo wetu ni kwamba tuko pamoja na Iran. China the same, kwamba tuko pamoja na Iran. Ina maana
kwa sababu hawa wanasimama kama ni mwamvuli wa kidiplomasia wa nchi ya Irani katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Tunategemea hasa kwa kuzingatia nchi ya China kwamba ndio ina uhitaji mkubwa sana wa madini kwa maana gesi, mafuta. Maana yake itakuwa inaendelea kupata faida hata mafuta kuyapata kwa bei nafuu, kwa kuzingatia kwamba bado ina kazi ya ziada ya kwenda kuifanya katika Umoja wa Mataifa kwa maslahi ya nchi ya Iran. Kwa hiyo by the way, ni jambo ambalo tumekuwa tukiendelea kunitazama na tumekuwa tukiona kwamba kwa mwenendo unavyoendelea, manake sio hesabu ndogo iliyopigwa, ni hesabu kubwa ambayo inaweza kuja kubadilisha ushawishi wote wa nchi ya Marekani, sio tu katika eneo la Mashariki ya Kati, bali vile vile katika dunia kwa ujumla. Kwa hiyo bado tuna muda kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea katika wakati ujao. Jina langu ni Maulid Abdi Mnugwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usubscribe, kulike, share pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.